Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Afrika Kusini auawa kwa kupigwa risasi. Ni kiongozi mwandamizi wa chama cha Inkatha Freedom Party cha nchini Afrika ya Kusini ambaye ameuawa kwa kupigwa risasi. Hata hivyo, ni mjumbe wa baraza kuu na ni naibu spika bungeni Petro Sithole ameuawa kwa kupigwa risasi siku ya Jumamosi jioni mjini Johannesburg. Msemaji wa IFP Mkhulengwa amesema katika taarifa rasmi ya chama hicho kwamba IFP inatangaza kwa masikitiko makubwa taarifa ya kuuawa kwa mheshimiwa Kgethamabala Petro Sithole mwenye umri wa miaka 68 kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana huko Katlehong jioni ya Jumamosi. Kwa sasa maelezo yaliyopo ni ya kugongana. Ni matarajio ya chama cha IFP kwamba vyombo vya sheria havitaachana na jitihada zozote za kumfikisha mahakamani yeyote alihusika na mauaji haya. Chama hicho kilichoasisiwa na mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi Mangosuthu Buthelezi kinachoongozwa na Valenkosi Labisa ambaye pia anatumikia taifa kama waziri wa utawala wa ushirika na masuala ya kimila kwenye serikali ya umoja wa kitaifa GNU nchini Afrika Kusini. Katikati ya mwaka 2024 chama cha upinzani nchini Afrika Kusini cha Inkatha Freedom Party IFP kilishirikiana na chama tawala cha African National Congress ANC kuunda serikali huko Afrika Kusini. Hata hivyo, hatua hiyo ilichukuliwa baada ya uchaguzi wa mwezi Mei 29 mwaka 2024 na baada ya matokeo ya uchaguzi kuonesha kuwa hakuna chama kilichopata ushindi wa kuweza kuunda serikali ya kipekee. Chama cha IFP kilipata viti 17 katika bunge la taifa lenye viti 400. Chama tawala cha ANC kikipata kura 159 na kililazimika kushirikiana na chama cha IFP kuunda serikali ya umoja wa kitaifa GNU. Hata hivyo, viongozi mbalimbali wa kisiasa nchini humo wameonyesha kusikitika kwao kutokana na kifo hicho cha kiongozi wa chama cha upinzani cha Inkatha Freedom Party IFP nchini humo Afrika Kusini. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutaendelea kukujuza mengi juu ya kifo cha mwanasiasa huyo, ni nini ambacho kimepelekea zaidi hadi kupigwa risasi na mambo mengine mengi tutakujuza kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kupitia hapa The World News.